Mradi huu kiufupi umelenga kutekeleza malengo ya UNESCO. Mojawapo ya lengo kuu la UNESCO ni kwamba mawazo ya vita, mawazo ya uhalifu huwa yanakuwa katika fahamu za watu, na ili kuleta amani na utangamano wa dunia tunatakiwa tuweke mawazo ya amani, mawazo ya maendeleo na mawazo ya utangamano katika fahamu za watu. Sasa mradi huu unawalenga vijana, wale vijana ambao wamekosa fursa ya kumaliza shule ya msingi na wale waliokosa fursa ya kumaliza elimu ya sekondari. Hawa ambao mara nyingi wanakuwa mtaani, hawana kazi ya kufanya, ambao mara nyingi wanaingia katika vitendo hata vya uovu. Kwa hiyo mradi huu una lengo kwanza kuwajengea uwezo wa kiuchumi ili kwamba waweze kujitegemea, waweze kuzalisha mali, lakini vile vile waweze kuwa raia wema kwa kuondokana na fikra na mawazo ya kwenda kutenda uovu ili waweze kupata mali au kuweza kuendesha maisha. Na mradi huu unalenga kuwajengea uwezo na ujuzi ambao watautumia katika kuzalisha mali, zaidi ya yote kulijenga taifa letu na kuliletea maendeleo. Na hapo tunawaondoa katika fikra za mawazo yale ambayo sio mema ya kuingia kwenye uhalifu na vitendo vingine ambavyo ni vya kihalifu. Kwa hiyo mradi huu kwa ujumla tunawalenga hawa vijana ambao ni kundi kubwa, na pia ndio tunawategemea wawe viongozi wetu wa kesho. Pamoja na kwamba wamekosa elimu, lakini sio kwamba hawana vipawa. Wana vipawa, wana malengo, wana matazamio, wana maono, wana ndoto zao. Kwa hiyo mojawapo ya fikra iliyofikiriwa katika mradi huu ni kuhakikisha kwamba pia wanayafikia malengo yao, pia ndoto zao wanazifikia katika nchi yetu. Lakini hapo ukiangalia sasa kwa ujumla wake, pia ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 na 25 mpaka 2030, ambapo hili pia limeelezwa kwa upana mkubwa sana katika ilani hii mpya. Kwa hiyo sisi tayari tupo kwenye utekelezaji. Asante. Sasa niseme tu kwamba katika wilaya ya Masasi ni kati ya wilaya ambazo ni kubwa sana katika nchi yetu. Ndio. Lakini wilaya kongwe. Lakini tunaposema Masasi vijijini, tuna vijana wengi sana ambao wamemaliza kidato cha 4, lakini wengine ni darasa la 7 ambao wako kijijini katika hali ya kawaida. Uwezo wao katika kiutendaji, yani kiutendaji kama kiutendaji ni mdogo, kwa maana ya kwamba hawana ujuzi na hawana professional kusema kwamba labda wamemaliza vyuo mbalimbali. Kwa wako ambao hawajamaliza hata vyuo, lakini wako waliomaliza vyuo vya kati na vya awali, ambao wako hawakutaka kujiendeleza tena hata hapo baadaye kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo wako katika maeneo yetu ambao tunatamani wapate kitu cha kufanya. Kwa hiyo mradi umekuja katika wakati ambao hitaji la serikali ni kubwa kwa vijana, ajira kwa vijana. Kwa hiyo sisi kama wilaya tunaona mradi umekuja katika kipindi kizuri, na tunawapongeza sana kwa kuchagua wilaya ya Masasi kuwa sehemu ya mradi huu ambao umekuja. Kwa sababu ingeweza mkapeleka mkoa wote au wilaya yoyote, lakini kuleta wilaya ni Masasi, mmelenga eneo hasa katika mkoa wa Mtwara, mmelenga eneo ambalo vijana ni wengi, lakini vijana vijana wanahitaji ujuzi, lakini vijana wanahitaji elimu ya biashara, vijana wanahitaji kujitegemea. Kwa hiyo wanatamani kupata uwezesho katika namna zote mbalimbali, lakini wanahitaji kuongeza uwezo wao katika uongozi. Kwa sababu mradi unalenga vitu vyote hivyo, tunaamini kwamba baada ya muda tutakuwa na kizazi ambacho kina uwezo mkubwa, kwa sababu wao wenyewe wataambukiza vijana wanaokuja wanaokuwa pia katika wilaya hii. Kwa hiyo tunaweza tukawa na wilaya ambayo ina vijana ambao wana uwezo mkubwa. Hicho ndio sisi tunachokitazama. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona ni advantage kubwa kwa serikali. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais
kwa kutufikiria pia hata kuleta mradi huu hapa kwetu. Sisi tunakupongeza pamoja na timu yako, na tunaomba pia utuletee miradi mingine zaidi, kwa sababu hata namna ya kupata mitaji mbalimbali. Kama kuna namna ya kupata mtaji, sisi kitakuwa ni kipindi kizuri sana kwa vijana wetu, lakini kitu kizuri sana pia kwa vijana wetu, kwa sababu ujuzi watakaopata pia wataweza kuendeleza, lakini ujuzi watakaopata wataweza kufanyia kazi, kwa sababu wana namna ya kuanza kutekeleza hicho ambacho wamejifunza darasani, hicho ambacho watakuwa wamejifunza kupitia kazi kupitia mradi ambao utakuwa umefanya kazi, na wawezeshaji watakaokuwepo kwenye mradi. Kwa hiyo ukisoma alafu ukijifunza jambo alafu ukawa na ujuzi, lakini ukapata na mtaji wa kufanya kila kitu, mafanikio yanakuwepo kirahisi. Kwa hiyo tukipata na uwezo wa kimtaji, nilitamani utamke na mtaji kwamba utakuwepo kwa hawa vijana. Ukitamka kwamba kuna mtaji kwa hawa vijana, kama kuna hicho ndio nilikuwa nakitafuta. Kama kuna uwezeshaji, kwa hiyo mimi sioni kama mradi utafeli. Sisi tunaona kama kuna mafanikio makubwa sana tunaotazama kwenye huu mradi. Na inaweza ikawa ni wilaya ya kuiga, vijana wanakuja kujifunza kwamba vijana hawa wa Masasi wamefanya nini kutoka hapo walipo mpaka wakafika hapo walipo, mpaka wakafika hapo wanapokwenda. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona kama kipaumbele, tumepewa kipaumbele kikubwa, na tunaamini sasa kuvuka katika uchumi. Hivi karibuni maendeleo ya uchumi wa wilaya yetu yatakuwa makubwa kabisa, kwa sababu vijana watakuwa wanatumia nguvu zao, akili zao, vipaji walivyonavyo, lakini ujuzi watakaokuwa wamepata pia. Kwa hiyo mafanikio tunayaona kama ni makubwa yanakuja kwa vijana wetu. Ndio. Tunawakaribuni, sisi tunawataka sasa muende kwenye utekelezaji wa mradi site. Mkiwa site tuwatembelee, mkiwa site tutafurahi sana sana. Kwanza kuja kwetu kama kiongozi leo mwenyewe, last time alikuwakilisha Miss Mlopez, alikuwakilisha vizuri. Sisi tunashukuru kwamba alikuwakilisha vizuri, lakini umeona umuhimu wa kuja mwenyewe. Hicho ndio tunakitazama kwamba sasa tunayaona mafanikio makubwa sana ya huu mradi kwetu. Kwa hiyo karibu sana, kwanza tunajisikia faraja kuwa na wewe. Lakini uzuri zaidi umetuonyesha njia, unatembea na mkaguzi wa ndani. Kwa hiyo vitu pia hata tunaamini kwamba rasilimali ziko salama sana kabisa, kwa sababu ushauri unapatikana kwa urahisi kutoka kwa mkaguzi wetu wa ndani. Kwa hiyo hiyo sisi imetupa faraja kwamba hata pesa itakayokuja huko kutekeleza mradi itakuwa ipo salama sana. Yote iwe ni ya mwekezaji, iwe ni ya serikali imekwenda kwa wananchi, basi ifuatiliwe kwa karibu. Kwa tunashukuru kwamba pia taasisi imekuja na mtazamo huo. Tunawapongeza na tunawakaribisha sana, tunawaahidi ushirikiano wa kutosha. Mkiwa site na sisi tutakuja kutembelea, tuone kile ambacho vijana wanajifunza, lakini pia tuatie moyo na kuwasupport kwa karibu, ili uwezekano wa mafanikio uwe mkubwa zaidi. Wakisikia kutoka kwetu sisi ambao tuko nao kila siku, inawezekana wakapata faraja kwamba sasa tunapokwenda